Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo. Kama hujasubscribe YouTube channel yetu, fanya hivyo hivi sasa ili usipitwe na kila kinacho trendi huko mitandaoni. Kikosi cha Simba Sports Club tayari kiko Morocco, tunafahamu, na tayari wameshaanza mazoezi mepesi kujiwinda na RS Berkane katika nchi hiyo ya Morocco, mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakati Simba ikianza mazoezi yake ya kwanza hapo jana saa 11 jioni kwa saa za Morocco, ambapo ni sawa na saa 1 usiku kwa muda wa Afrika Mashariki na Kati. Kocha Fadlu Davis bwana aliwazuia baadhi ya watu kushiriki kwenye mazoezi hayo ya kwanza kwa timu hiyo ya Simba Sports Club. Kocha huyo amezuia waandishi wa habari na mashabiki wengine waliosafiri na Simba kwenda Morocco kuhudhuria mazoezi hayo, akihitaji yawe na usiri. Hii inamaanisha kwamba Simba wanalihitaji ili kombe kweli, na ndio maana wakahitaji usiri na upekee ili waweze kufanikisha kile wanachokitaka hapo Morocco. Ni idadi ndogo ya viongozi ndio walioruhusiwa bwana kutazama mazoezi hayo ya kwanza hapo jana, huku wakitazamwa kuchukua kwa video program za mbinu na ufundi ambazo alikuwa akizitoa. Na wachezaji hao wa Simba walianza mazoezi ya kunyoosha miili na baadaye kufanya mazoezi mepesi ya kimbinu. Sababu ya Fadlu kuzuia mazoezi hayo kuhudhuriwa na idadi kubwa ya watu ni kuzuia uwezekano wa mbinu na mipango yake kwa ajili ya mechi dhidi ya RS Berkane kuvuja. Hii ni Afrika na tunafahamu, wengine unaweza kusema huyu ni mnyama, kumbe ni shati, kwa maana kwamba na yupo lakini anataka kuvujisha siri ya kinachofanyika. Hivyo ni muhimu pia kwa kile alichokifanya kocha Davis Fadlu kuzuia wingi wa watu kuangalia mazoezi hayo. Simba ipo hapo Morocco na Jumamosi Mei 17 mwaka huu ikitarajia kushuka kutupa karata yake ya kwanza dhidi ya RS Berkane kwenye mchezo wa kwanza kombe la finali, kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa finali. Na tunafahamu kikosi cha Simba kina morali na kasi na hari ya kufa mtu kuhakikisha wanaondoka na matokeo yaliyo bora zaidi, ili watakaporudi nyumbani sasa watafute kile ambacho wamekikosa huko Morocco. Na tunafahamu mchezo huo unapigwa siku ya Jumapili ya tarehe 25. Mwanzoni ilikuwa ni katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini kwa taarifa zisizo rasmi mchezo huo unaweza ukapelekwa visiwani Zanzibar, na tunasubiri tuone taarifa rasmi zitakazotolewa na mamlaka husika za soka na pamoja na Simba wenyewe Sports Club. Simba yupo katika ubwela kweli na analihitaji ili kombe kwa uhudi na uvumba, na hayo mwenyewe ameshayaonyesha tangu alivyoanza katika hatua zake za awali. Simba amekuwa na misemo tofauti kuelekea katika kombe hili. Alianza na ubwela, baadaye akasema hii tunavuka, kwa maana kuondokana na ile tabia ya kwamba wao ni mwaka robo. Walivyoingia nusu wakasema hatuishi hapa, kwa maana kwamba wakatinga fainali, na sasa baada ya kuingia fainali wakaja na tunabeba. Yote haya ni maneno yanayohanikiza hamasa kwa mashabiki, hamasa kwa wachezaji, hamasa kwa viongozi, hamasa kama taifa kijumla, kuhakikisha basi mwaka huu unakuwa ni mwaka wa Simba Sports Club. Na mnyama yuko Morocco na tayari yupo kwenye mazoezi ya hapa na pale kuhakikisha wanafanikisha basi kile kilichowapeleka huko. Kama endapo Simba Sports Club atapata goli moja nchini Morocco na matokeo yakawa goli 2-1 Morocco, kwa maana hawa RS Berkane wakashinda goli 2 na Simba wakapata goli moja, kwa maana 2-1, wakija hapa nchini Simba atalazimika kupata hata ushindi wa goli moja tu, na basi ushindi huo wa goli moja utawafanya Simba kuondoka na kombe. Maana licha ya aggregate itakuwa goli 2-2, lakini watanufaika Simba na goli moja la ugenini, kwa maana huko Morocco walilipata. Na kikubwa ni kuwaombea Simba kuhakikisha hawafungwi kwa idadi kubwa ya magoli. Wamekuwa na msimu mzuri sana mwaka huu
kutokana na mechi zake za ugenini wamekuwa wakipata matokeo yanayoridhisha. Tunakumbuka dhidi ya Al Hilal Tripoli ya Libya, Simba aliweza kupata matokeo mazuri pale, lakini na mechi nyingine kadha wa kadha, licha ya kupoteza dhidi ya Al Masry, lakini alifanikiwa pia kupata idadi ya goli moja katika michezo mingine. Na hivyo basi kwa matokeo yoyote yale atakayokuwa huko Morocco, basi Simba Sports Club kama atakaza uzi akapata kufungwa kwa idadi ndogo ya magoli, na yeye hata kama tabahatika kupata goli moja, huenda mwaka huu Simba tukawashuhudia wakiinua mikono juu na kabati likaongezeka pale vitu ndani yake. Na kumbuka Young Africans walifanikiwa kuingia msimu wa 2022-2023 kwenye hatua ya finali na wakaondoka na medali, na waliringa na kujivunia kwelikweli, kitu ambacho sasa Simba wameshalipa. Si maajabu tena kwa Simba kuingia finali, kwa maana wameshailipa Yanga, ila ni maajabu kwa Simba kama watafanikiwa kuondoka na ubingwa huo, na hapo Young Africans atakuwa na deni la kujibu kutoka kwa Simba. Mazingira ni rafiki sana kwa Simba nchini Morocco kutokana na hali ya hewa ni kama ya Dar es Salaam hivi. Sio joto sio baridi. Kwa hivyo mazingira ni rafiki sana, na kikosi cha Simba kiko vizuri, hakuna majeruhi mpaka hivi sasa. Labda tusubiri mpaka siku ya mechi ndio tujue labda kama kutakuwa kuna majeraha yoyote, lakini mpaka hivi sasa kikosi cha Simba, kocha Fadlu Davis kipo imara na kina uwezo wa kupigania nchi kuhakikisha inaondoka na matokeo mazuri. Ingawaje mbele ya Berkane ambao katika mechi zao za nyumbani wamekuwa wakiwapiga watu magoli mengi 5-4, hatujajua kwa mnyama watakuwa na matokeo ya namna gani. Kwa nchini Morocco, RS Berkane si timu kubwa sana, ingawaje kwa mwaka huu imetoa kombe la ligi, lakini si timu kubwa kwa maana pale kuna Farabati na kuna MC Alger na kuna timu moja hivi nimesahau kidogo. Kwa hiyo hizi ni timu kubwa pale Morocco ukilinganisha na RS Berkane, lakini usiwadharau kwa sababu wana mikakati mizuri, na kama nilivyokuambia aliyewahi kuwa kiongozi wa RS Berkane wakati inaanzishwa wakati mwaka fulani hivi juzi miaka 2-3 iliyopita, ambaye alikuwa mwenyekiti nadhani kama sio rais wa klabu hiyo, hivi sasa ni makamu wa rais wa shirikisho la soka Afrika CAF. Kwa hiyo basi RS Berkane ina nguvu ndani ya uwanja na nje ya uwanja, si ya kinyonge. Laiti Simba ingekuwa inaenda kukutana na timu dhaifu kama Al Masry hivi, Al Hilal Tripoli hivi, basi huenda Simba ingekuwa ameshatangaza ubingwa mapema sana. Lakini inaendelea kukutana na timu ambayo inatoka kaskazini, lakini ina msuli wa pesa, ina msuli ya mashabiki, ina msuli wa wachezaji walio bora na imara, lakini na viongozi ambao wana vision na mission katika kutimiza malengo yao. Lakini pia ni timu ambayo imeshatwaa taji hili mara kadhaa, hivyo ni kibarua kigumu kwa Simba kukipigania, lakini dakika 90 zitaongea, kwa maana kwamba yupi ni yupi, nani ni nani na nani anastahili kwa wapi. Tusubiri tuone. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Fumo 255 ili upate kila kinachotrendi huku katika mitandao ya kijamii.